Naitwa Mchungaji Charles Kakai, mkuu wa Jimbo la Kaskazini, Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Niko hapa kumwakilisha Baba Askofu pamoja na msaidizi wake ambao hawakupata nafasi kwa sababu ya ratiba kuja kufanya uzinduzi huu, na mimi nimefanya kwa niaba yao. Sasa wito wangu kwa Jimbo la Kaskazini, tumeshazungumza kwenye vikao vyetu vya ndani vya wachungaji kwamba Kaskazini tunahitaji miradi ya uzalishaji mali ili kuongeza kipato kwenye sharika badala ya kutegemea sadaka peke yake. Na moja ya mradi ambao tumekubaliana, mradi wa kimkakati ni parachichi, ambayo tumeona Dayosisi imefanya kule Irente kwenye mashamba yake na wameanza kupata matunda mazuri na matokeo mazuri. Na sisi kwenye jimbo na sharika tumeona tutii wito ule wa kiongozi wa Dayosisi kwa ajili ya kufanya mradi huu, lakini pia kufanya yale ambayo tumepatana kama jimbo kwamba sasa kila usharika uwe na mradi. Na hapa tunampongeza mchungaji wa usharika wa Mtae, Mchungaji Rafael Vuri, ambaye amekuwa wa kwanza kuingia kwenye patano lile ambalo tumepatana, na wito wangu ni kwamba kila usharika kwenye jimbo hili la Kaskazini wawe na mradi huu wa miparachichi. Kwanza watapata mapato, kuongeza pato kwenye usharika, lakini pili watakula matunda ambayo hayana kemikali kwa ajili ya afya zao, ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa ajili ya kutunza mazingira, lakini pia kwenye yale maendeleo endelevu, kwenye mpango wa maendeleo endelevu wa dunia, kwenye mpango wao namba 1 ni kupambana na umaskini. Kwa hiyo watapata fedha, watapambana na umaskini. Lakini jambo lingine ni mambo yanayohusu afya, ili kuwa na afya bora, kupata chakula na yale mengine ambayo yameelezwa kwenye mpango wa maendeleo wa dunia kwenye yale malengo 17. Kwa hiyo hili ni moja ya lengo ambalo limefanyiwa kazi kwa kuanza kwenye jimbo hili kwenye usharika huu wa Mtae. Asante. Okay, majina yako tena? Jina langu mimi naitwa Mchungaji Charles Vuri Kakai, mkuu wa Jimbo la Kaskazini. Ninaitwa Mchungaji Rafael Joseph Vuri, mchungaji wa usharika wa Mtae wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Jimbo la Kaskazini. Kwanza namshukuru Mungu aliyetuwezesha kufikia siku hii ya leo ya kufanya uzinduzi wa kilimo chetu cha parachichi katika usharika wetu na zaidi katika jamii yetu. Wito wangu ninaotoa kwa ajili ya jamii nzima ya Watanzania, hususan wanaoishi katika maeneo haya ya tarafa ya Mtae, mazingira jirani na hapa. Naomba niotoe wito huu kwamba kila mwenye uwezekano wa kupanda miche ya parachichi basi apande parachichi, kwa kuwa hata kauli mbiu yetu ya parachichi inasema parachichi yetu ni dhahabu ya kijani. Hii ndio dhahabu yetu ya kijani, ikionyesha kwamba zao hili ni zao lenye thamani kubwa, lenye tija kwa jamii yetu ya kanisa na
Kwa majina ni MG 2900460 Aishatu Kaniki Sheiza. Tupo katika tarafa ya Mtae kwenye kitalu cha parachichi ambacho tumekianzisha sisi MG kwa ajili ya kuhamasisha vijana wetu mtaani wasijihusishe na madawa ya kulevya. Wawe waelevu ambao wanaelewa nini kinachofanyika katika tarafa ya Mtae. Wapande miche ya parachichi. Wapande miche ya parachichi. Waepukane na madawa ya kulevya. Maana maendeleo ndipo yatakapokuwa mazuri katika tarafa yetu ya Mtae. MG wote tumehamasika, maana tulikuwa tunasubiria mpaka mitihani ifike ndio twende tukapate angalau kidogo ambacho kitatuendeleza. Lakini tumeona tujiingize katika kilimo cha parachichi tarafa ya Mtae MG ili tuwe na maendeleo mazuri. Tusisubirie kilichokuwa mezani, na sisi pia tujiingize katika kazi za kujishughulisha na kilimo. Mara nyingi sana tulikuwa tunategemea miti ambayo faida yoyote. Unaweza ukakaa na mti kwa kiasi cha miaka 15 na ukaja ukauza mti kwa shilingi 10,000, ambapo utakapopanda mche wa parachichi utakaa kwa miaka 3. Utapokea kila mche utakapovuna matunda yake 700,000 hazipungui. Zitakapopungua, yani kupungua kwa 700,000 ni kutokana na mche wako ulivyo ulinda na kuwekea mbolea, ndipo utakapochelewa na utazaa matunda kiasi. Labda sasa kwa jinsi mlivyojitahidi hapa, nini sasa wito wako kwa vijana ambao wako mitaani kule sasa? Kwa wito wangu zaidi kwa vijana ambao wako mtaani, ninawaomba wahamasike, wafike karibu katika kitalu chetu cha MG tarafa ya Mtae. Watuige jinsi ni kitu gani ambacho tumekitengeneza katika tarafa yetu ya Mtae. Na angalau wachukue miche 2-3 kuingiza katika mashamba. Wasitegemee sana kama bodaboda ndio itakaoingizia kila kitu. Hapana, unafanya bodaboda alafu huku umeshaweka mti wako shambani kwa ajili ya kutegemea kuwa leo na kesho kutwa tayari bodaboda inaingiza, na huku nako katika miche yangu naingiza, mali inakuwa endelevu katika tarafa ya Mtae. Kikundi hiki cha parachichi kimenivutia zaidi, ndio maana tukatoka mtaani na tukaja kuchukua elimu na kujihusisha kidogo na kilimo hiki. Tumeona kidogo kitatufaidisha katika maendeleo. Kuna vikundi vingi, kuna wavutaji bangi, kuna walevi wa pombe. Kwa hiyo kikundi kama hiki kinatutia hamasa kuwa yani lazima utoke kule uje kujiunga na huku kwa ajili ya kufaidika kwa hapo baadaye. Sasa labda unatoa ushauri gani kwa vijana wenzako ambao wako kule mitaani, hawana kazi ya kufanya, wana kazi ya kufuta bangi, wanashinda hata kuunda vikundi kama hivi hapa? Nini wito wako kwao? Mimi nilitaka tu niwashauri kuwa vijana watoke waje wajiunge na wao kwenye kikundi hiki. Maana ukijiunga kwenye kikundi hiki utajiepusha na kula madawa ya kulevya kama vile pombe na kadhalika. Okay, majina yako tena? Kwa majina ni Eliudi Ambazi Mdoe. Jana mtaani. Jana wa mtaani. Ndugu mtangazaji, majina yangu naitwa Justin Kundaeli Shemgodo, ni mzaliwa wa wilaya Lushoto katika kijiji hiki cha Mtae. Ni mwenyeji ambaye ni mzaliwa mahali hapa kabisa. Nimeona ziko fursa nzuri. Kwanza katika kijiji chetu cha Mtae ziko fursa nyingi, na shangaa vijana wengi wanapendelea kukimbilia mijini, lakini nyumbani bado fursa zipo. Kwa mfano leo hii tunazindua mradi wa kilimo cha parachichi ambazo ni parachichi za kisasa kabisa na ni parachichi za muda mfupi ambazo ni kilimo ambacho unaweza ukakiingiza kwenye soko la sasa hivi katika ulimwengu huu wa dunia tuliokuwa nayo. Kwa hiyo tunashukuru sana viongozi wote wa serikali kutuletea mradi huu, katibu kata, katibu tarafa,
tumeshukuru sana ya kwamba wameona katika kijiji hiki cha Mtae fursa zipo na maendeleo yapo katika wilaya yetu hii ya Lushoto. Kwa hiyo nahamasisha vijana wenzetu kutoka mjini wasikimbilie mijini tu, fursa ziko hapa nyingi. Tunayo maeneo mazuri ya kuweza kupanda kilimo hicho cha parachichi na kupata mafanikio na mtu kuweza kuendesha maisha yako. Labda pale kuna pale amesema kwamba kuna maeneo makubwa sana hapa katika kijiji cha Mtae na tarafa nzima kwa ujumla, lakini pia ilikuwa hatumiki kwa ajili ya kilimo cha kama hiki hapa. Walikuwa wanataka kulima vilimo haramu, kwa mfano miwa, kutolea gongo na kilimo cha bangi ambayo ni kilimo haramu katika nchi yetu. Sasa nini wito wako kwa vijana hawa na nini wito wako kwa wazee wenye mashamba hayo hapa? Wito wangu ni kuendelea kuhamasisha vijana kama nilivyosema awali ya kwamba tunayo ardhi nzuri ambayo vijana wanaweza kuitumia kwa manufaa, kwa sababu toka enzi za mababu zetu tunayo ardhi kubwa ya kutosha. Viko vilimo ambavyo unaweza kukitumia halali, hata kwa serikali ni baraka pia. Kuna vilimo ambavyo serikali pia inaweza ikapiga marufuku kwamba sio vilimo vya kuweza kulima, ambavyo ni vilimo halali na ambavyo ni kilimo ambacho sio halali. Kilimo cha parachichi ni kilimo halali na kinamletea mwananchi tija. Tumeona watu wengi, tumebahatika kutembea sehemu mbalimbali, nimebahatika kutembea Mbeya, bahatika kutembea Njombe, nikaona jinsi wenzetu wanavyonufaika na kilimo hiki cha parachichi. Kwa hiyo mradi huu tulioletewa na viongozi wetu tupokee kwa mikono miwili na tuweze kuchangamkia fursa hizi kulingana na soko la dunia jinsi lilivyo. Kijana utakapojituma utapata mafanikio popote. Mafanikio si mjini, hata kule kijijini ulikotoka mafanikio yapo. Ya kwangu nafikiri ni hao, ndugu mwandishi. Majina yako tena? Kwa majina naitwa Justin Kundaeli Shemgodo. Ni mzaliwa wa wilaya ya Lushoto katika kijiji cha Mtae. Asante. Hicho habari ni kweli kwamba mimi ndio mwanzilishi wa kilimo cha parachichi katika eneo hili la Mtae. Lakini lengo kubwa, kwanza mimi kama kiongozi ninapaswa kuhakikisha wananchi wanakuwa na maisha bora kama ambavyo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatutaka viongozi kuhakikisha kwamba tunawatengenezea wananchi maisha yaliyo mazuri kiuchumi. Kwa hiyo katika eneo hili lilionekana kwamba hakuna zao ambalo ni la kibiashara linaloweza kuinua kipato cha wananchi. Katika kufanya utafiti wa kawaida kabisa, niligundua kwamba katika tarafa ya Mtae zao la parachichi linaweza kustawi, lakini pia tulijiridhisha kuhusiana na soko la hili zao. Kwa hiyo hatua iliyofuata ilikuwa ni kufanya sasa mobilization, kwa maana kuona ni watu gani ambao wanaweza kufanya hii kazi. Tukaona kwamba Jeshi la Akiba linaweza likafanya uzalishaji wa miche, lakini kwanza lipate mafunzo. Kwa hiyo nikatumia pia utaalamu wangu ule mdogo nilionao wa kuweza kuwapa elimu ya uzalishaji ya miche ya parachichi na kufanya uzalishaji, na hatimaye kama unavyoona leo mojawapo ya matunda ndio hayo ambayo yameweza kufanyika ya kufanya uzalishaji wa miche ya parachichi, na hatimaye viongozi wa taasisi za dini wanaendelea kupanda miche ya parachichi. Sasa nini lengo? Lengo ni kuinua maisha ya mwananchi.